ni mlinzi wa familia, ulisimamie hilo. Pia wewe ni mwalimu na mlezi wa jamii, simama. Wewe ni nyota inayong'ara, Malkia. Hayo ni maneno, mimi sijui kuimba, lakini hayo maneno nimeyasikiliza kwenye wimbo wa kina mama, kwamba umeumbwa hivyo mwanamke, ni kiumbe mwenye nguvu, litambue hilo. Wewe ni mlinzi wa familia, simama. Alafu nasemaje? Wewe ni mwalimu na mlezi wa jamii, simama. Wewe ni nyota inayong'ara, Malkia. Tunaweza kuimba? Basi niwakaribishe huo wimbo uweze kutufungulia rasmi mafundisho yetu. Karibuni sana. Na tena tuuimbe kwa uchangamfu. Kama ni vigeregere vipigwe, kama ni makofi na menyewe pia yapigwe. Basi naomba tuanze kuimba huo wimbo. Yeah.
Sasa kwetu sisi huu mwaka unatuachia nini, au unatufundisha nini, au tutapata nini katika huu mwaka tutakapofunga mwezi wa 12 mwaka huu? Ndilo lengo la kwanza, na hiyo mada ya kwanza, mwaka wa jubilei. Ukitaka uipate vizuri katika maandiko matakatifu, mwaka wa jubilei tunaipata katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 8 na kuendelea. Hapo utakuta kabisa wameandika mwaka wa jubilei. Kitabu cha Walawi sura ya 25 aya ya 8 na kuendelea. Wameongea mengi sana, lakini nukuu nyingine ambayo unaweza ukapata katika maandiko matakatifu ni kitabu cha nabii Isaya. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 mstari wa 1 mpaka wa 9. Nayo pia utakuta wanaongelea mwaka wa jubilei. Ni mwaka wa namna gani? Sisi tunapaswa kufanya nini kama waumini wa Katoliki ili tuweze kufaidika na huu mwaka wa jubilei? Mahujaji katika matumaini 2025. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Basi baada ya Baba kutangaza rasmi kwamba huu mwaka utakuwa wa jubilei, aliweza kutoa hiyo ruhusa kwa maaskofu wake duniani kote, na kila askofu katika kila jimbo lake na yeye aendelee kutoa baraka na rehema kwa mwaka huu mtakatifu. Kwa hiyo sisi katika jimbo letu la Tabora tukawa tumebahatika kuchaguliwa maeneo mawili tu ya kuweza kupata baraka na rehema kwa mwaka huu mtakatifu. Maeneo yenyewe ni kanisa kuu kule mjini pamoja na kituo chetu cha Hija hapa Ifucha. Haya ndio maeneo ambayo tunaambiwa mwaka huu ndipo tutakapokuwa tunapata baraka na rehema kwa mwaka huu mtakatifu, na ndio maana hata sisi leo tumeamua kuja hapa ili basi kuendelea kuenzi mwaka, lakini kuendelea pia kujipatia matunda ya mwaka mtakatifu. Mwaka mtakatifu wa pili, ukisoma katika hivyo tulivyoviandika kitabu cha Mambo ya Walawi pamoja na kitabu cha nabii Isaya, wameeleza mambo mengi sana mazuri, lakini mimi nimechukua machache tu. Kwanza kabisa tunaambiwa ni mwaka wa kupumzika. Mwaka wa jubilei, mwaka wa kupumzika. Sasa tunaweza kujiuliza, tutapumzika kufanya kazi au tutapumzika kulima au kufanya? Lakini wametuambia kwamba ni mwaka wa kupumzika, ni mwaka wa kupumzisha mashamba na mambo mengine. Sisi kwetu ni mwaka wa kujitafutia muda wa kuweza kutafuta uso wa Mungu. Ni mwaka wa kutenga muda wako ili uweze kutafakari maisha yako ya kiroho. Ndiyo mwaka huu wa jubilei. Ukisoma vizuri utaona kabisa ni mwaka wa kupumzika, ni mwaka wa kupumzisha mashamba. Kumbe sisi kupumzika kwetu ni kutafuta muda katika huu mwaka, kama vile ambavyo leo Mungu ametujalia muda huu. Maana yake sisi leo tumeacha shughuli zetu zingine zote, tukaamua tuje tukae na Bwana wetu, tuje tutafakari mambo yanayohusu imani yetu. Na ndio maana hapa tuko wengi, lakini kila mmoja ana tafakari yake binafsi. Tumekuja ili tuweze kupumzika, na kituo chetu kinaitwa Ifucha. Yaani hapa ndipo roho zetu zinakuja kutulia na kutafakari mambo yanayomhusu Mungu na maisha yetu. Kila mmoja amejipatia huu muda. Kumbe naweza nikasema ni kwamba anaendelea kutembea hata kabisa huu mwaka mtakatifu. Maana tunaambiwa ni mwaka ambao kila mmoja wetu anaitwa apumzike, atafute muda wa kuweza kutafakari maisha yake, mahusiano yake na Mwenyezi Mungu, kama vile sisi ambavyo tumefanya hivi. Na tunafanya hivyo kwa njia ya hija.
yako ya kiroho. Kumbe sisi hapa tunaendelea kuishi maagizo ya baba zetu wa kiroho, kwamba tumetenga muda wetu, tumeacha shughuli zetu, tumekuja ili tujipatie nafasi ya kutafakari maisha yetu ya kiroho. Hilo ni moja, kwamba ni lazima tutafute muda wa kupumzika. Lakini kitu kingine, katika mwaka huu wa jubilei tunaambiwa ni muda wa kujipatanisha na Mungu wetu pale tulipoharibu. Ni mwaka wa kumrudia Mungu pale tulipoharibu, kila mmoja na nafsi yake. Na mababa wametoa ruhusa kabisa kwa maaskofu jimbo kwamba waumini wapatiwe rehema kamili kama watakuwa wamefuata na kutimiza vigezo vya mwaka mtakatifu. Kwa hiyo kumbe kitu cha pili, baada sasa ya kupata muda wa kupumzika, unatafakari, unajipatanisha na Muumba wako. Ni mwaka wa kujipatanisha na Muumba wetu pale tulipoenda tofauti na mapenzi yake. Lakini pia ni mwaka wa kujipatanisha na wenzetu. Mwaka wa jubilei, mwaka mtakatifu, lazima tujitahidi kujipatanisha na wenzetu pale ambapo tumeenda tofauti. Mwaka huu usipite, na kwa jimbo letu nadhani tutafunga mwezi wa 12 kwenye tarehe 20 ndipo tutakapofunga huu mwaka wa jubilei, mwaka mtakatifu. Kwa hiyo usikubali miezi hii yote ipite bila kutafuta upatanisho na watu. Yawezekana ukatafuta ana kwa ana, au ukampigia Mungu wako magoti na kumwambia, mimi naomba upatanisho na wenzangu, na roho yako ukaiweka tayari kwa kupokea huo upatanisho. Huo ndio mwaka mtakatifu, huo ndio mwaka wa jubilei. Maana kuna mwingine anaweza akawa anajiuliza, sasa huu mwaka wa jubilei tunafanyaje sasa? Unawahusu watu gani? Labda ni wa wazungu tu, sio wa kwetu. Ni mwaka wa kanisa zima. Kitu cha tatu, katika huu mwaka mtakatifu, mwaka wa jubilei, tunaambiwa kwamba ni lazima tustawishe hofu ya Mungu katika maisha yetu. Ni lazima tustawishe hofu ya Mungu katika maisha yetu. Ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu uliojaa makelele mengi, ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, ni ulimwengu uliojaa uongo mwingi, hadi wengine hata hofu ya Mwenyezi Mungu inapotea. Mwaka huu tunaambiwa ni mwaka wa kukuza na kustawisha hofu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake akuze hiyo hofu ya Mwenyezi Mungu, na ni moja ya mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo wengine tangu jana tumeanza novena hiyo, tukimuomba anapokuja basi aje atujaze hayo mapaji yake, ikiwepo na hilo la hofu ya Mungu, au wengine wanasemaga uchaji wa Mungu. Basi ndugu zangu, kuna mambo mengi katika huu mwaka wa jubilei, mengi ambapo ukisoma hivyo vifungu viwili, ni mwaka wa kufunguliwa. Ni mwaka wa kufunguliwa kutoka utumwani. Kila mmoja wetu hapa yawezekana akawa ni mtumwa, kwa kufahamu au kwa kutokufahamu. Yawezekana sisi hapa wote ni watumwa. Sasa huu mwaka tunaambiwa ni mwaka wa kufunguliwa kutoka utumwani, kufunguliwa kutoka magonjwa, kufunguliwa kutoka dhambi, kufunguliwa kutoka mateso ya dunia hii. Ni mwaka wa kumlilia Mungu ili tuweze kufunguliwa. Ni mwaka wa kuwekwa huru. Yawezekana baada ya shetani kututumikisha sana, sasa huu mwaka ni lazima tumwambie inatosha, tunataka tumtumikie Muumba wetu. Mwaka mtakatifu wa jubilei, wapendwa, ni mwaka wa kukuza haki. Ni mwaka wa kukuza haki. Kwanza kabisa tutende haki sisi wenyewe, lakini tuwasaidie na wengine haki zao ziweze kutekelezwa.
mwaka wa kukuza haki. Haki wakati mwingine inapotea. Inawezekana sisi wenyewe ndio tumekuwa wa kwanza kupoteza haki za kwetu wenyewe au haki za watu wengine. Ni mwaka wa kukuza na kutetea haki. Basi ndugu zangu, nilikuwa naomba kama tungeweza angetusomea mmoja wetu kifungu kimoja katika vile tulivyovisoma, alafu tuende mada nyingine. Walau tusome kifungu kimoja tu, alafu tuingie kitu kingine. Sasa Mike ile pale inafanya kazi.